Wale waliomwombea dua mbaya Fiston Kalala Mayele, naweza nikasema kwamba dua zao zimefika pabaya, kwa sababu kuna kipindi ambacho Fiston Mayele alikuwa akipitia sana kipindi kigumu na wakati mgumu katika klabu ya Pyramid, kwa sababu tayari alikuwa hajaaminika na pindi alipokuwa akipata nafasi alikuwa hafanyi vizuri vile anavyohitaji, kwa sababu kiuhalisia moto aliondoka nao kwenye klabu Yanga ni moto ambao pia hata klabu ya Pyramid ilikuwa inataka Fiston Mayele aweze kuonyesha makali yake. Basi ni kufahamishe taarifa njema, taarifa ambayo mpaka muda huu scouting ya klabu Al Ahly baada ya kuona kwamba makali ya mwamba yameweza kuatisha katika michuano ya klabu bingwa, mpaka sasa hivi mchezaji ambaye ameonekana kuonyesha bidii na juhudi binafsi na kuwapeleka hatua ya fainali klabu ya Pyramid si mwingine ni Fiston Kalala Mayele. Jitihada zake naweza nikasema kabisa ndo zimesaidia kufanya mpaka klabu ya Pyramid inacheza pia fainali katika michuano ya kombe la klabu bingwa. Kwa hiyo klabu ya Al Ahly mpaka muda huu kwa scouting na taarifa za chini ni kwamba wanahitaji kuhakikisha kabisa kwamba mchezaji huyu ndani ya msimu unaokuja basi anakuja ndani ya klabu ya Al Ahly ya Misri, na kiuhalisia inawezekana, japokuwa kadiri siku zinavyozidi kwenda na uwezo wa Fiston Mayele na the way jinsi ambavyo tayari ameweza kulitangaza soko lake na ikatokea akachukua pia kiatu cha mfungaji bora katika michuano ya kombe la klabu bingwa, basi naweza nikasema pia timu nyinginezo za nje ya Afrika zinaweza zikaleta ofa na Fiston Mayele hataweza kubakia na kusalia katika klabu ya Pyramid. Yani sidhani kama kutakuwa na uwezekano wa 100% kwa mchezaji Fiston Mayele kubakia na kusalia ndani ya klabu ya Pyramid. Uwezo wake, ubora wake na CV yake kadiri siku zinavyozidi kwenda, basi unaambia mwamba huyo hataweza kubakia ndani ya kikosi hicho cha Pyramid. Na mpaka muda huu unaambiwa kocha pia wa kikosi cha timu ya taifa cha DRC Congo ameweza kukoshwa na uwezo na ubora wa mchezaji huyu na tayari ameshajihakikishia nafasi ya kuwa kwenye kikosi cha kwanza 100% kwenye kikosi cha timu ya taifa cha DRC Congo. Kwa hiyo hii imekuwa ni kubwa sana, kwa sababu hata kitendo cha kocha kukubali na amekuwa akijivunia mchezaji huyu na kuona kabisa kwamba hakuna mchezaji ambaye atakuja kufikia mafanikio makubwa kama Fiston Mayele. Yani ilianza kama utani, lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda basi Mayele atazidi kuwa ni bora na bora zaidi ya hapo alipo, kwa sababu tayari amekuwa ni mchezaji ambaye hakubali kwanza matokeo ambayo yamekuwa yakionekana ndani ya muda mfupi, na amekuwa akipambana kwa jitihada zake binafsi na sio mchezaji ambaye amekuwa akiridhika na matokeo. Yani yeye jinsi anavyoanza ndivyo anavyomaliza. Kwa hiyo imekuwa ni spirit kubwa ambayo inawafanya pia hata makocha waendelee kumwamini Fiston Mayele hata kama mechi inapokuwa ni ngumu, kwa sababu tayari jinsi anavyoanza ndivyo anavyomaliza. Kwa ni taarifa ambayo kila mmoja amekuwa akimwombea na hata mashabiki wengi wa Yanga wamekuwa wakimwombea sana heri kwamba mchezaji huyo aendelee kupata mafanikio zaidi na zaidi, kwa sababu tayari mafanikio hayo yaliweza kujitokeza katika chanzo cha klabu ya wananchi. Kwa kila mmoja anafurahi na amekuwa ni moja ya sehemu ya kushow love na kusupport pia klabu ya Pyramid kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa nafikiri tuendelee kumtakia heri mwamba wa kutetema Fiston Kalala Mayele, fahari ya DRC Congo ambayo mpaka sasa hivi inaendelea kujivunia. Cha msingi tukutane kwenye comment, na hii ni Hot Boy Media.